Sasa yoyote mwenye maombi lakini anaenda kwenye maombi pasipokuwa na neno, huyu anaenda mwenyewe. Ili mtu aende na Mungu kwenye vita ya kiroho anahitaji neno. Amen. Yoyote muombaji yoyote, yaani yoyote anaenda mbele za Mungu anahitaji neno la kumvusha, anahitaji neno la kumsaidia. Amen. Anahitaji neno la kulitanguliza kama silaha. Amen. Sasa tunaelewa kwamba tunapoongelea neno tunamwongelea Mungu. Kwa hiyo tunaposema neno la Mungu ni silaha, tunachomaanisha ya kwamba sauti ya Mungu ndio silaha ya kukushindia wewe kwenye vita roho. Amen. Maombi pasipo neno ni makelele. Mnielewe. Maombi pasipo neno nimesema ni nini? Hayo ni makelele. Lakini neno likiwa na maombi ndani yake, hayo sasa ndio maombi. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba maombi ni silaha. Na kitu ambacho unatakiwa kukielewa ni hiki. Nimekwambia unapolitanguliza neno, umemtanguliza nani? Mungu. Mashetani, nguvu za giza, wachawi, waganga wa kienyeji, wote hao hakuna kitu wanachokiogopa kama neno. Amen. Ukisoma kile kitabu cha Yakobo ile sura ya 2 mstari wa 19, sema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema, na mashetani nao waamini na kutetemeka. Na mashetani nao waamini na kutetemeka. Anasema mimi nikiamini Mungu kama ni mmoja ninafanya vyema, lakini anasema kumbuka, na mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Kwa sababu sasa hili neno, kwa sababu ni Mungu, maana yake mtu anapotumia neno kwenye maombi ni lazima falme za giza zitetemeke. Amen. Kwa nini zinatetemeka? Kwa sababu zinajua uwezo wa Mungu, zinajua nguvu ya Mungu kwenye kila alichokisema. Zinajua nguvu ya Mungu kwenye kila ambacho amekitamka kwenye maisha ya watu, au amekitamka kwa habari ya hatima yako.